hili swali limekuwa likijirudilia sana kwa watu wengi. Unaona hapo, kila mtu amekuwa akiliuliza, analiuliza, kila mtu analiuliza na tumeona wanawake wengi sana wakijaribu kujitetea, yaani kujaribu kuonyesha ya kwamba je, hakuna namna kabisa yoyote ile ya mwanamke kuwa mchungaji, mwalimu, askofu, mwinjilisti. Kwa hiyo swali lenyewe ndo ambalo nataka nilizungumzie leo kwa ndani na kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hili swali la kwa nini mwanamke haruhusiwi kuwa mchungaji. Sawa? Okay. Kwa nini mwanamke haruhusiwi kuwa mchungaji? Sawa, au katika lugha nyingine mhubiri. Kwa nini? Sababu tunajua kwamba kuna makanisa ambayo wanawake ni wachungaji, si hivyo? Kuna makanisa ambayo wanawake ni maaskofu. Kuna makanisa ambayo wanawake wana nyadhifa kubwa za uongozi katika kanisa. Lakini mara nyingi watu wakija kwetu tunawaambia hapana, mwanamke hapaswi kuwa mchungaji. So, unajua leo tu nimepigiwa simu nyingi na watu, na simu nyingi za watu zimetembea kwenye swala hilo. Kuna mtu mmoja ambaye nampenda sana na mwaminia sana, ni Mkristo. Amenipigia akasema, sasa mchungaji, hili swala la mwanamke kutokuhubiri, yani hapo ndo mimi sielewi. Sisi tunafunzwa makanisani kwetu ya kwamba lilikuwa tu ni jambo ambalo lilitokea kwa wakati ule wa Paulo. Kwa hiyo lilikuwa tukio la muda na likaisha. Si kwamba eti mwanamke hawezi kuhubiri, anaweza akahubiri, isipokuwa tu ile wa Korinto wa kwanza, ile Timotheo ambazo ziliongea kwa sababu ya nyakati zile, ilikuwa ni hali fulani iliyotukia wakati ule na ikaisha. Kwa hiyo sio swala eti ambalo ni endelevu. Kwa wakati huu sasa mwanamke anaweza akahubiri sasa mchungaji. Amen. Nikasema hili swala lina haki, lina haja ya kulioeleza kimaandiko. Sababu yote katika yote, ndugu zangu, lazima tufuate yale ambayo maandiko yamesema. Ijalishi mchungaji wako anaweza akasema hiki, ijalishi askofu wako anaweza akasema hiki, lakini kikubwa zaidi ni kufuata yale ambayo maandiko yamesema. Sababu mwisho wa yote sote tutatoka katika dunia hii. Mwisho wa yote sote ni wasafiri. Hatuko hapa muda mrefu. Sisi tutaondoka jamani. Hatutakaa hapa muda mrefu. Ukatae, ukubali, siku moja tutaondoka. Na huko tutakako kwenda hawatakuuliza jina la kanisa lako. Hawatakuuliza ulikuwa wa dini gani. Hawatakuuliza mchungaji wako alikuwa nani. Watakuuliza kwa nini haukuishi kulingana na neno. Na ndio maana Mungu hata hukumu kanisa kulingana na kanisa lenu. Mungu hata hukumu watu, hata hukumu ulimwengu, hata hukumu dunia kulingana na kanisa lako, kulingana na mchungaji wako, kulingana na katiba ya kanisa lenu. Hapana. Mungu atahukumu kanisa, atahukumu ulimwengu, atahukumu dunia kulingana na neno lake. Kwa hiyo kitu ambacho tunaomba watu sisi ni kwamba wasimamie kwenye neno la Mungu, hata kama linaonekana kuwa kinyume na katiba ya kanisa lenu. Hata kama hilo neno linaonekana kama liko kinyume na tafsiri ya maandiko ya mchungaji wetu. Hata kama hilo neno linaonekana kama liko kinyume na vile mnavyofundishwa, lakini kama ni neno, ndugu yangu, shikilia hapo, sababu siku hiyo utaulizwa kwa hilo neno. Twende sasa katika hili swala la mwanamke kuhubiri. Wakatolika pia mwanamke hahubiri, si ndivyo? Wakatolika hakuna mwanamke padri. Hamna mwanamke padri. Hamna kabisa. Waislamu pia hakuna mwanamke shehe. Hayupo. Na sisi pia hakuna mwanamke mchungaji, hakipo kitu katika maandiko. Sasa nataka nionyeshe ndugu zangu kwa nini Mungu amefanya hiyo mtindo. Ni mtindo wa Mungu, si swala ambalo lilianza na Paulo. Hili swala lilianza kabla Paulo hajazaliwa. Kabla Paulo hajakuwepo. Mungu alikataza mwanamke kuhubiri kabla Paulo hajazaliwa. Kwa hiyo mtu yeyote asikudanganye ya kwamba ni swala tu, ni hali fulani iliyokuwepo ya wanawake katika wakati wa Paulo, ndiposa Paulo akaandika hivyo. No, huyo mtu anadanganya. Anaongea jambo ambalo sio kweli.
sababu hilo swala halijaanza wakati wa Paulo, limeanza kabla Paulo hajazaliwa. Ndio maana Paulo mwenyewe anasema kama isemajo Torati. Kwa hiyo limeanza wakati wa Agano la Kale kabla Paulo haja kuwepo. Ndio maana nataka nitumie mwanya huu ili niwaeleze kinagaubaga kwa nini mwanamke haruhusiwi kuhubiri. Mwanamke kuhubiri wanaume ni machukizo mbele za Mungu, ni laana. Yaani mwanamke kusimama hivi madhabahuni na kusema jamani, mimi ndo kuhubiri, hiyo ni kosa mbaya 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 sana, ni laana. Yaani ni kuharibu utaratibu wa Mungu. Iko hivi katika utaratibu wa Mungu, mtawaliwa hawezi hubiri mtawala. Mungu ndiye aliyeweka utaratibu wake, sio mimi. Unaona jamani? Kwa hiyo kuna mtawala, sawa, na chini ya mtawala kuna mtawaliwa, sawa. Sasa kwa mujibu wa utaratibu wa Mungu, huyu mtawaliwa hawezi hubiri mtawala. Huyu mtawaliwa anaita huyu mtawala wake kuwa ni bwana. Kwa lugha ya Kiswahili anaitwa maître, kwa lugha ya Kifaransa, au seigneur, yani bwana wangu, yani mtu ambaye ananitawala, ndio maana ya bwana wangu, yani aliye juu yangu. Sasa wewe ambaye ni mtawaliwa huwezi kuwa kiongozi wa kiroho wa mtawala wako. Yaani hiyo haiwezekani, haipo katika maandiko. Sijui kama unanipata vizuri. Aha. Kwa hiyo huyu ukiona vizuri, hebu fungua kwanza kabla tujaenda mbali fungua kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 11. Kuna kitu nataka nionyeshe hapa. Sijaanza, nataka kwanza nionyeshe huu utangulizi. Natafuta kivutio hapa. Okay. Umefika hapo Wakorintho wa kwanza 11? Hebu fungua hapo chap. Tuone hili swala la vichwa. Hili swala la mtawala. Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Kwanza mstari wa 2 tu hadi wa 3. Ndio? Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka. Na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote. Mmenikumbuka katika mambo yote. Nanyi mmeyashika yale vile kama nilivyowatolea. Huyo ni Paulo. Nataka mjue ya kuwa, twende sasa, nenda polepole hapo. Lakini nataka mjue ya kuwa, mimi Paulo nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume, kichwa cha kila mwanamume ni Kristo. Yaani katika vichwa. Hebu simama kidogo hapo sasa. Nataka kuna kitu nataka nieleze hapo. Sababu nimewaambia sababu ya mwanamke kutukubiri ni swala la mamlaka. C'est une question d'autorité. Kichwa cha kila mwanamume ni nani? Ni Kristo. Aha. Ina maana kichwa namba 1 ni Kristo. Ni Kristo. Baadaye na kichwa cha mwanamke. Kichwa cha mwanamke ni mwanamke. Kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Voila. Kwa hiyo kichwa namba 2 ni nani? Mwanaume. Baadaye na kichwa cha Kristo. Kichwa cha Kristo ni Mungu. Okay. Jamani, haya mambo mbona yako wazi? Subiri tupande juu zaidi hapa. Tunaweka hapa Mungu. Yaani Mungu ndo kichwa namba 1. Baadaye huyu Mungu ni kichwa cha nani? Cha Kristo. Alafu Kristo ni kichwa cha nani? Cha mwanaume. Alafu mwanaume ni kichwa cha nani? Cha mwanamke. Sasa haya ndo mamlaka ya Mungu. Unapata vizuri hapa? Ndio. Kwa Kifaransa tunaita hii hiérarchie de Dieu. Yaani mpangilio wa mamlaka ya Mungu. Mwanamke sio kichwa. Umeona vizuri hapo
Amina. Mwanamke sio kichwa. Mwanamke sio kichwa. Sasa hakuna aliye chini ambaye anaweza hubiri aliye juu. Maana yake hivi, Kristo hawezi hubiri Mungu. Mwanaume hawezi hubiri Kristo, na mwanamke hawezi hubiri mwanaume. Je, wewe unaweza hubiri Kristo? Sununa itu, yani ni mambo ambayo haiwezekani. Mimi nihubiri Kristo. Niambia kwa Kristo, mimi leo ndiye mhubiri wako. Kwa hiyo ona ni mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo mwanamke anapohubiri mwanamume ni sawasawa na mwanamume anayehubiri Kristo. Ndio maana mwanamke hapaswi kuhubiri. Yeye anapaswa kukaa chini katika kanisa, asikilize yale atakayohubiriwa. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio kichwa, hana mamlaka juu ya mwanaume. Hivi ndivyo kisi mamlaka yanavyopangana. Ndio maana mwanamke kuhubiri mwanaume ni laana, na ni sawasawa na mwanaume kuhubiri Kristo, au ni sawasawa na Kristo kuhubiri Mungu. Yaani mwanamke kuwa kiongozi wa kiroho wa mwanaume ni laana mbele za Mungu. Yaani mwanaume kuwa kiongozi wa kiroho wa Kristo ni laana. Huwezi kuwa kiongozi wa Kristo wewe, kiongozi wa kiroho wa Kristo. Haiwezekani. Yaani wewe unaweza kuwa baba wa kiroho wa Yesu Kristo. Haiwezekani. Ni mambo yako wazi, haiwezekani. C'est clair et c'est transparent. Na hapa ndo kuko shida, ndo kuko tatizo la mwanamke kutokuhubiri. Amina. Naomba tena ufungue. Fungua tena Biblia yako. Fungua Waefeso. Biblia yako katika Waefeso. Waefeso sura ya 5. Umeiona kweli? Okay, 5 anza kwenye 22. Waefeso 5 anza kwenye mstari wake wa 22. Tuone tu haya mamlaka jinsi gani yalivyo. Ina maana boss au chef kwa Kifaransa anaitwa chef, yani yule mkuu, yule kiongozi, yule boss. Bosi wa Kristo ni Mungu, na bosi wa mwanaume ni Kristo, na bosi wa mwanamke ni mwanaume. Yaani huu ndio mpangilio wa Mungu. Yaani huu ndio mkakati wa Mungu. Mimi naona huo unatafuta kwenye simu. Chukua simu hii ya mke wangu. Fungua Biblia ipo hapo ili kwamba usiwe unakawa sana. Yes, Biblia hiyo hapo. Haya. Tufungulie sasa katika kitabu cha Waefeso 5. Waefeso 5 Haya. Umepata Waefeso 5 Anza 22. Mstari wa 22, yes. Inasemaje? Sikiliza neno. Enyi wake, si ndio hawa? Twende pole pole. Enyi wake. Si ndio hawa? Si ndio wanawake hawa? Si ndio hawa ambao wanaambiliwa? Hawa ambao wako mtu, si ndio ambao wanaambiliwa? Wanaambiliwa aje? Anasema enyi wake watiini waume zenu. Wake wawatii wa nani? Watiini waume zenu. Kama mtii Bwana. Kama wanaume na wao wanavyomtii nani? Wanavyomtii Bwana. Endelea kusoma. Mstari wa 23 tunasema kwa maana mume ni kichwa cha mke. Yaani mwanamume ndio kichwa cha mke. Sasa wewe unataka miguu ifundishe akili kutembea? Yaani kuna mambo mengine watu wanauliza maswali, kwa nini mwanamke asihubiri? Mwanamke atahubiri aina hii miguu. Yaani ndugu zangu, ni kama vile unauliza kwa nini miguu haiongei? Kwa nini miguu haiwezi kuongea? Miguu sio kichwa. Yaani ukisisitiza mwanamke ahubiri ni kama vile unasisitiza vidole vya miguu viongee, jambo ambalo haliwezekani katika ulimwengu wa kiroho. Nafasi ya mwanamke sio ya kuhubiri. Endelee. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kama Kristo naye ni kichwa
cha kanisa. Hebu nenda haraka, nenda katika Waefeso 3:8-19. Waefeso 3:8. Waefeso 3:8. Waefeso 3:8 inasema, au anza 18 moja kwa moja, tusiponde muda mwingi. 3:18. Anasema ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyoupana na urefu na kimo na kina na kuujua upendo wake Kristo. Hebu anza kwenye huo mstari wa 8. Unasemaje? Mstari unasema, mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa watakatifu. Okay. Na alipewa neema hii. Huyu ni Paulo, alipewa neema hiyo ya kuwahubiri sisi mataifa utajiri wake Yesu Kristo. Hebu ishia hapo tu, tusiende mbali sana, ili kwamba sasa nataka sasa turudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Jamani, haya maneno yako wazi, mwanamke hapaswi kuhubiri. Si kwamba eti sababu mtu fulani alishuhudia, hapana, ni neno la Mungu. Fungua kitabu cha Mwanzo. Fungua Mwanzo sura yake ya 2. Au Mwanzo 3:16. Mwanzo 3:16. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, akamwambia mwanamke. Sasa hapo ni baada ya wao kukosea katika shamba la Edeni. Huyo ni nani anaongea? Si ni Mungu mwenyewe jamani. Je, ni mimi? Sio wewe. Ni Mungu anaongea. Sasa huyo Mungu tena anaambia huyu nani? Mwanamke. Tulisoma mimi na wewe katika kitabu cha tulisoma katika kitabu cha Waefeso 5:22. Walikuwa wanaambia wanani? Wanawake. Hebu fungua tena Waefeso kwanza. Chunga hapo hiyo Mwanzo. Rudi tena kwenye Waefeso 5:22. Waefeso 5:22. Soma tena kwanza. Tusikie jinsi wanawake wanavyoambiliwa. Neno la Mungu linasemaje? Enyi wake. Yaani hii ni taarifa kwa wanawake hawa wenye kuwa hapa, hawa wanawake. Nasema enyi wake. Watiini waume wao kama kumtii Bwana wetu. Nenda sasa katika kitabu cha Mwanzo 3:16. Mwanzo 3:16. Tena wanawake tena wanaambiliwa tena. Neno linasema nini tena? Akamwambia mwanamke. Huyu ni Mungu, sio tena Paulo, ni Mungu sasa mwenyewe anaambia mwanamke. Anamwambia nini? Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Kwanza Mungu aliambia mwanamke atamzidishia uchungu wake wakati wa kuzaa. Je, kuna mwanamke ambaye nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto. Weka hapo mkato kwanza, tumeze mate. Kuna mwanamke ambaye anaenda hospitalini kwenda kuzaa na anacheka. Kuna mwanamke ambaye anaenda kwenye chumba cha kuzaa anasema, jamani, sina uchungu wowote, nitazaa. Wanawake wote wanazaa kwa utungu, sababu ni neno la Mungu. Sasa siku hiyo hiyo waliotamka hilo neno, je, leo hii wanawake hawazai kwa utungu? Wanazaa kwa utungu mpaka leo. Na siku hiyo waliotamka hilo neno ya kwamba mwanamke atazaa kwa utungu, alikuwa hilo moja, alikuwa maneno matatu. Neno la pili ni, endelea hapo tu, utazaa watoto. Tamaa yako itakuwa kwa neno la tatu sasa, naye atakutawala. Jamani, huyo ni mimi. Neno la Mungu. Mungu mwenyewe anaongea. Anasema mwanaume atatawala mwanamke. Ndio maana tulisoma katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 11 kwamba kichwa ni mwanaume, ndio kichwa cha mwanamke. Ni Mungu ndiye aliyeliongea hilo. Kwa hiyo sio Paulo. Ni Mungu ndiye aliyeongea ya kwamba mwanaume ndio kichwa cha mwanamke. Kwa hiyo Mungu anasema mwanaume atamtawala mwanamke. Ndio maana wanawake wanaita waume zao bwana wangu.
So Bwana wangu veut dire mon maître, my master, manake mtawala wangu aliye juu. Sasa wewe unataka tena aliye juu, wewe unaye mtawala awe tena ndio baba yako wa kiroho? Ça se fait comme. Yaani kuna mambo mengine mpaka unashindwa kuelewa. Unawezaje kufanya mwanamke awe mhubiri? Yaani kwa andiko lipi? Yaani sasa haya tunasoma hapa, hii ndio Biblia. Mimi sijui kama kuna Biblia nyingine zaidi hapa. Huyo ni Mungu. Hebu rudi sasa. Naomba kwanza usome haraka haraka. Nenda sasa katika Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Sura ya pili mstari wa 11 hadi 12. Linasema nini? Mwanamke na ajifunze katika utulivu. Ajifunze katika tena mwanamke. Jamani, hizi vesi zote ambazo tunasoma hapa ni neno la Mungu kwa mwanamke. Tumesoma, tumeanza mwanzo katika Waefeso 5, neno la Mungu kwa mwanamke. Tumesoma katika Wakorinto wa kwanza 11:2 hadi 3 kwa mwanamke. Tumesoma katika kitabu cha Mwanzo 3:16 kwa mwanamke. Hivi tena tuko katika Timotheo wa kwanza 2:11 kwa mwanamke. Sasa tote ndelugabe. Yaani unajua mambo mengine unaongea mpaka omotenda mpaka wasompo watu hawapendi kweli. Unajua kusompo. Yaani unaongea mpaka midomo ina hebu soma tusikie. Huo mstari wa 11 unasema mwanamke ajifunze katika utulivu. Si ndio mwanamke huyu? Ajifunze katika utulivu. Akitii kwa kila namna. Unasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Jamani, huyo ni mie. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Yaani subiri hapo, kuna maneno mazuri nataka niandike hapo. Kwanza, mwanamke hapewi ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Sababu ukishaanza kumfundisha mtu unageuka kuwa mtawala wake. Kuwa kiongozi wa kiroho ni kuwa na mamlaka juu ya kondoo. Unaweza kuwa kiongozi ambaye huna mamlaka juu ya kondoo. Mais tout dirigeant spirituel il a l'autorité sur les brebis. Si ndio hivyo jamani? Hawa mapadri tunaoona hapa si wako na mamlaka juu ya waumini? Hivi hao wote watoto wangu wa imani, kwa nini mimi nikiwaambia jambo wanalifanya? Sababu wanajua mimi ni baba yao. Sasa kwa nini tunaitwa baba? Ni kwa sababu tuko na mamlaka. Tuna mamlaka ya kiroho. Kwa hiyo uwezi ukawe baba ambaye huna mamlaka. Uwezi ukawe mwalimu wa neno ambaye huna mamlaka. Il faut avoir l'autorité spirituelle. Sasa Paulo akaandika kwamba mwanamke hapewi ruhusa ya kufundisha wala kutawala. Kwa nini? Sio Paulo, ni Mungu alisema hilo katika Mwanzo 3:16. Kama ilivyo mwanzo yalikuwa ni matatu. Hapo imesema bali awe katika utulivu. Awe katika utulivu. Tuongeze lingine hapa utulivu. Kama mwanzo. Kwa hiyo aache purupuru, aache para. Na mimi nitahubiri, mchungaji mnatuonea, huu ni mfumo dume. Wewe tulia. Kaa katika nini? Utulivu. Nyenyekea. Neno la Mungu haliruhusu mwanamke kuhubiri. Ni kama vile kubadili mpangilio wa Mungu. Amina. Yaani nashindwa kuelewa mpaka watu bado wanang'ang'ana na hili. Jamani, hili swala liko wazi. Maandiko. Mchungaji wake anasema unaona ilikuwa ni jambo la wakati tu wa Paulo. Hapana, sio swala la Paulo tu, ilianza nao kuanza mwanzo. Mungu mwenyewe katika agano la kale ulisikia kulikuwa kuhani mwanamke? Hajawahi kuwepo kuhani mwanamke. Hebu ongeza tena katika Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza 14. 14. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 14:34 hadi 35. 14:34 hadi 35. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Wanawake wanyamaze katika kanisa. Wafanye nini? Wanyamaze katika. Hebu niambie wewe ni Mswahili, kunyamaza maana yake nini? Ni kukaa kimya. Kutulia.
kuwa katika hali ya utulivu, kuwa katika hali yani wanawake katika kanisa wafanye nini? wanyamaze wawe katika hali ya utulivu. Endelea. Maana hawana ruhusa tena. Hii verse inaongea ina habari kwa wanani? Wanawake hawana ruhusa kunena bali watii, kama vile inenavyo Torati nayo. Kwa hiyo sio swala la Paulo. Sisi tunajua sote Torati ndo vitabu vitano vya Musa. Kwa hiyo sio swala la Paulo, ilikuwa pia katika Torati. Kwa hiyo mchungaji wako akikwambia kwamba unaona ni hadi tu ya wanawake wa wakati ule wa Paulo, baadaye wale wanawake wa wakati wa Paulo walipoisha. So jamani, anakudanganya huyo mchungaji, utaenda kuzimu. Jamani, haya mambo sisi tunayaongea kwa oga na kwa hofu mkubwa sana. Kuna dada yetu mmoja ambaye alikuwa rafiki wa mwanamke fulani. Huyo mwanamke mwingine ambaye alikuwa rafiki huyo dada yetu wa kanisani alikuwa ni mwalimu wa Sunday school kanisani kwao. Sawa? Sasa yule mwalimu kule ule dada akivaa sketi ndefu, nyinyi kanisa lenu linawafanya kuwa wazee. Anambia hapana, ni neno la Mungu. Akiwa dada yetu haweki vipodozi, kanisa lenu hilo litawazekesha. Hapana, ni neno la Mungu. Yeye ule anaenda kuuliza mchungaji wake. Mchungaji wake anamwambia amna, wewe vaa tu sketi fupi, weka vipodozi, si mwanamke lazima apendeze. Weka vipodozi, usisikie hao Wakristo wa kujiviringisha hao. Hatana na hao. Sasa siku moja yule dada akafa, yule mwalimu wa Sunday school. Alipokufa akajikuta yuko wapi? Kuzimu. Baadaye tena kidogo Mungu akamrudisha. Akaita mchungaji wake, akamwambia niitieni mchungaji wangu. Alitaka kupiga mchungaji wake makofi. Akamwambia, kwa nini umenidanganya katika miaka yote hii? Kwa nini usiniambie ukweli? Wewe mchungaji umenipotosha, umenipeleka kuzimu. Kwa nini haukunihubiri kweli nilipokuwa duniani? Ona sasa nimepotea. Mchungaji akasema, yawezekana huyu yuko na malaria. Hapana. Akasema sio malaria mchungaji, sio malaria, nimepotea. Nimeenda kuzimu. Kwa nini hukuniambia ukweli wewe mchungaji? Ndipo mchungaji alikuja yuko anavuta sigara. Yawezekana huyo mtu yuko na malaria yamepanda kichwani huyo. Ndio maana wachungaji wengi wanapoteza watu wengi. Kushindwa kuwaambia ukweli. Inabidi kusimamia kweli ya neno. Mimi najua katika kizazi hiki wanawake wengi wanapenda kuhubiri. Wanawake wengi wanapenda kuwa maskofu. Hebu soma sasa hiyo yenyewe ya askofu. Soma kwanza Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza, hii wa Korinto. Rudi kwenye Timotheo wa kwanza. Rudi kwenye Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Sura yake ya 3. Timotheo wa kwanza sura ya 3. Anza kwenye mstari wa kwanza hapo. Mimi ndo mama askofu. Wewe mama askofu umeyatoa wapi? Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kuwa na kazi njema. Kazi ya askofu. Atamani kazi njema. Twende sasa. Basi imempasa askofu asiyelaumika. Kwanza mtu asiyelaumika. Si ndio hivyo? Ndio. Mtu asiyelaumika. Wa mke mmoja. Hebu simama hapo. Imepasa, hizo ndo shuti za mtu kuwa ndani askofu. Jamani, si ndio Biblia hiyo? Imesema ya kwanza awe mtu asiyelaumika. Shuti ya pili awe mme wa mke mmoja. Askofu awe nani? Mme. Askofu awe mme wa mke. Sasa wewe mwanamke ambaye umekuwa askofu, walikusomea vesi gani walipokuweka kuwa askofu? Na Biblia inasema awe mme wa mke mmoja. Sasa wewe ni mwanamke umekuwa askofu, walikusomea Biblia ipi? Ina maana wewe walikusomea askofu awe mke wa mume mmoja. Ina maana walibadili nini Maandiko yanasema awe mme wa mke mmoja. Sasa wewe mwanamke unajiita mimi ni mama askofu. Kwa vesi hipi? Kwa Biblia hipi? Kwa andiko lipi? Andiko linasema awe mme. Halisemi awe mke. Linasema awe mme. Sasa hawa wamama maaskofu wako vipi tu maaskofu? Yaani imekuwa kuwaje mpaka wakawa maaskofu? Wameanzaje? Ndio maana tunakataa dhehebu. Ndio maana tunapinga dhehebu.
Ndio maana tunaambia watu hawa mnaoingia kwenye madhehebu mtaenda kuzimu na mnaingia makanisani. Na ndio maana watu wengi wanaingia makanisani ila wakifa wanajikuta wako kuzimu. Sasa hilo jambo sisi linatupa huzuni katika roho zetu. Kuona mtu anakataa kweli, anakubali uongo. Kwa sababu tu ajulikane duniani, aonekane na yeye anahubiri, watu wamtambue kama mama mchungaji, hajui ya kwamba baada ya hizo purukushani zake zote za uchungaji atakufa na ataujiwa maswali kulingana na neno. Hivyo unapata picha hapo. Ndio maana tuna insist sisi bwana, hatuwezi kucompromise na neno. Sisi tunabaki waaminifu kwenye neno. Kwa hiyo hili swala la mwanamke kutokuhubiri ni swala ambalo lilianza na Mungu mwenyewe, na ni swala ambalo linaendana na mamlaka ya mwanaume. Kwa hiyo ni swala la mamlaka, sio swala tu sababu tunachukia wanawake hapo. Hapana. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa ananiuliza, sasa mchungaji, ukisema hivyo vipi sasa kuhusu Debora, Priska, Faibe, Lydia, wale mashahidi wawili, kuhusu Ana? Nikasema mama, hayo tutumisha yaongea na nitakuja kuiongea vizuri sasa katika episode nyingine. Lakini kwanza eleweni vizuri ya kwamba mwanamke haruhusiwi na neno kuwa mchungaji. Yaani mwanamke katika ile Waefeso 4:11. Yeah. Si ndio huduma tano hizo? Ndio. Hebu zisome nisikie. Waefeso 4:11. 4:11. Mungu linasema. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Tuanze kwanza mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Na huduma ya mwisho walimu. Si ndio huduma tano hizi? Hawa si ndio wanaitwa watumishi? Hawa ndio wanaitwa watumishi. Hizi ndio huduma tano. Mwanamke hawa ndio wanaitwa tena lugha nyingine wahubiri. Na katika hizo huduma tano hakuna huduma iliyo juu ya nyingine. Haipo. Zote ziko sawa sawa. Mtume iko sawa sawa na nabii, iko sawa sawa na mwinjilisti, iko sawa sawa na mchungaji, iko sawa sawa na walimu. Hakuna ile juu ya mwingine. Kwa hiyo mwanamke sasa hawezi kuwa mtume, hawezi kuwa nabii, hawezi kuwa mwinjilisti, hawezi kuwa mchungaji, hawezi kuwa mwalimu. Hawa ndio wanaitwa watumishi wa Mungu. Sasa jamani, hili swala tuliongee lugha gani? Kwa hiyo tumeona lilianza na Mungu, likashika katika Agano la Kale na likaingia katika Agano Jipya. Alikuanza na Paulo. Ndio maana katika Agano la Kale mwanamke hakuwa na haki ya kutaliki. Unajua hivyo ambaye angetaliki tu ni mwanaume. Ndio maana katika Agano la Kale mwanamke hakuwa na haki ya kuoa poligamia. Ambaye angeoa tu poligamia ni mwanaume. Ndio maana katika Agano la Kale hata kuhesabu watoto hawakuhesabu mwanamke. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke sio maumbili halisi ya Mungu. Mwanamke hakuumbwa na Mungu kutoka kwenye ardhi. Mwanamke aliumbwa na Mungu kutoka kwenye ubavu wa mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ni maumbile ya kibadala ya mwanaume. Kwa hiyo mwanamke alitoka kwa mwanaume. Sasa wewe ulitoka kwangu tena wewe unitawale. Yaani mambo mengine bwana, mtu huwezi hata ukaulize swali. Kama tu katika ndoa yako mke wako hawezi kukutawala. Kuna mtu ambaye anatawala na mke wake katika ndoa yake? Hata kwenye ndoa tu, yani turudi hata katika maisha ya kawaida. Kwenye ndoa tu kuna mwanamke ambaye anatawala mume wake. Kila mwanaume anataka tuishi kama yeye ni kichwa, na atakwambia sikiliza wewe mama, mimi ndo kichwa hapa, mimi ndo kiongozi, lazima unitii. Na si wenyewe tunaambia wanawake hivyo hivyo, watiini waume zenu, wanyenyekeeni. Sasa baba, mimi mume wangu ananisumbua, ndio huyo umtii, unyenyekee kwake. Na sisi tunaamini hivi, mwanaume yoyote ambaye anatawaliwa na mke wake katika ndoa, akifa ataenda kuzimu. Sababu sio mwanaume huyo ni kipumbavu, ni kijinga tu. Mwanaume lazima utawale mke wako kwenye ndoa. Unamwambia wewe fanya hiki na anafanya. Lakini hautamwambia afanye kilicho kinyume ya neno wala hutamgeuza kama vile kikoroko. Kumbuka ni mke wako, ni mwili wako. Umtawale kulingana na neno, kulingana na maandiko. Jamani, naweza nikaongea asubuhi mpaka usiku kuhusu hili swala, lakini nimekuja kujibu hili swala kutaka kuwadhibitishia ya kwamba halijaanza na Paulo. Lilianza hili swala na Mungu mwenyewe katika shamba la Edeni, likaingia katika Agano la Kale, na ndio maana likashuka katika Agano Jipya. Kwa hiyo mwanamke haruhusiwi kuhubiri. Kuna mtu alikuwa anasema wote tuko huru, wote tuko sawa sawa, hakuna mtu mume, hakuna mtu mke. Nikamwambia wapi huko ambako hakuna mtu mume, hakuna mtu mke?
Soma vizuri maandiko yako. Hey, hivi hapa hakuna mtu mume, hakuna mtu mke? Nilimuuliza swali, hivi pale barabarani hakuna mtu mume, hakuna mtu mke? Akasema wapo, si ndio? Nikamwambia sasa. Nikamwambia na maana wewe ndio unaelewa vibaya. Nikamuuliza hivi kesi tuko mimi na wewe hapa, wewe unasema mchungaji sote tuko huru. Hakuna mtu mume, hakuna mtu mke. Nikamwambia okay, sasa tusimame hapa. Hivi kati ya mimi na wewe hapa hakuna mtu mume, hakuna mtu mke? Akasema wewe ni mwanaume mimi sasa. Wewe ndio unaelewa vibaya. Hakuna mtu mume, hakuna mtu mke katika swala la neema. Mungu ametuneemia sote. Sote tuko chini ya neema. Sote tumesamehewa dhambi. Yesu alikufa kwa ajili yetu sote. Lakini katika masuala mengine utaratibu upo, mtu mume, mtu mke yupo. Ndio maana tunaoa wanawake. Si sababu wanawake wapo. Kwa hiyo jamani, haya mambo wakati mwingine watu wanapojaribu kuya-insist, sisi tunashindwa kuelewa. Nimeshakula dakika ngapi? Giza. Haya basi, wacha tusimamie hapa kwa leo. Naona usiku umeingia na ndio bado tunatoka ibadani, tumechoka. Ila nimeona nilijibu ile haraka haraka. Basi Bwana wabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.